Wapendwa katika Bwana, hii ni Krismasi ya ngapi kwako wewe? Ni Krismasi ngapi ambazo zimepita? Je, hizo Krismasi zilizopita unakumbuka nini? Jambo gani ambalo unalikumbuka kwa Krismasi zilizopita? Ndipo tunapaswa kusimama na kutafakari kwa kina kabisa. Je, Krismasi inatubadilisha nini? Kama Krismasi inakuja na kuondoka bila kuacha alama ya mabadiliko, basi inabaki jambo la kihistoria tu. Yaani Krismasi inakuja na kuondoka, inakuja inaondoka, inakuja inaondoka. Historia yenyewe ni tendo la kukumbuka yaliyopita, lakini Krismasi ni zaidi ya historia. Wapendwa katika Bwana, ni tukio la wokovu. Na kila tukio la wokovu linapaswa kuwa na maana katika maisha yetu sisi wanadamu. Hakuna haja ya kujivunia chakula. Hakuna haja ya kujivunia mavazi mapya. Hakuna haja ya kujivunia nimekula vizuri, nimekunywa vizuri. Hakuna haja ya kujivunia muziki na sherehe kama moyo haujaguswa. Kama ndani ya mtu hakuna kilichobadilika. Bila la mabadiliko ya ndani, Krismasi inabaki ni kelele, inabaki ni historia. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Umulisho wa Mungu, kuzaliwa upya kwa mwanadamu na tumaini la wokovu. Wapendwa katika Bwana, tufurahi katika hii Krismasi. Ni furaha pia kubwa sana, si tu kwa chakula, mavazi mapya, bali ni furaha ambayo inatakiwa itoke ndani ya mioyo yetu. Ni furaha ya wokovu, ni furaha kwa sababu Mwokozi tunaye, yaani Imanueli, Mungu pamoja na sisi. Ni furaha kubwa sana, tumepata tumaini jipya. Ni furaha kwa sababu Mungu hakutuacha peke yetu. Kwa hiyo furahini kwa sababu Mwokozi amezaliwa. Furahini kwa sababu nuru imeingia gizani. Furahini kwa sababu Kristo amezaliwa katika historia ya mwanadamu, na anataka kuzaliwa pia katika maisha yako mimi na wewe. Noeli ni mojawapo ya sherehe kubwa sana katika kanisa letu. Ni mojawapo ya sherehe mbili zinazotanguliwa na maandalizi. Yaani Noeli inatanguliwa na kipindi cha Majilio, majuma manne. Na pia kuna sherehe nyingine ambayo ni Pasaka. Pasaka pia inatanguliwa na kipindi cha Kwaresima, siku 40. Pale tunakuwa na kipindi cha toba, kufunga, kusali na kuwatembelea wahitaji. Wapendwa katika Bwana, kwa nini tunasherehekea Krismasi tarehe 25 Disemba? Tunaona kwamba kuenea kwa Ukristo huko Roma, mabadiliko ya tarehe 25 Disemba yalikuwa kama ifuatavyo. Wakristo walipoanza kuongezeka kwa idadi katika mji wa Roma, hasa kuanzia ile karne ya 3 mpaka ya 4, tunaona hali ya kidini ya mji huo ilianza kubadilika kwa kiasi kikubwa. Mwanzoni tunaona Wakristo walikuwa wachache na walikuwa wanateswa sana, na waliabudu kwa siri. Hata hivyo, kwa ushuhuda wa maisha yao, mafundisho ya mitume na damu ya mashahidi, Ukristo ulianza kukua kwa nguvu kubwa sana. Kadri ya idadi ya Wakristo ilivyozidi kuongezeka, kanisa likaanza kufikiri kwa hekima ya kichungaji jinsi ya kuishi na kutangaza Injili katika mazingira ambayo bado yalitawaliwa na upagani. Ndipo tunaona kwamba kanisa likaona kuwa ni jambo la busara kuchukua tarehe ile ya kipagani ya tarehe 25 Disemba, ambayo hapo awali ilikuwa ikiadhimishwa kama sherehe ya Mungu Jua. Yaani wapagani walikuwa wanaadhimisha hiyo siku ya tarehe 25 Disemba, siku yao ya kuadhimisha Mungu Jua, na kuipa maana mpya, yaani Kikristo, yaani kuzaliwa kwa Yesu Kristo, jua la haki na nuru ya ulimwengu. Kwa kufanya hivyo, kanisa halikuchanganya Ukristo na upagani. Napenda tuelewe hili jambo, bali lilibadilisha na kulitakasa tukio hilo. Taratibu watu wakaanza kuacha ibada za kipagani na kugeukia imani ya Kikristo, kwa sababu sasa walitambua kuwa Kristo ndiye nuru ya kweli na si jua la angani. Katika mabadiliko haya ya kihistoria, mtawala muhimu sana tunamwona alikuwa anaitwa Konstantino Mkuu, aliyekuwa mtawala wa dola ya Roma kuanzia mwaka wa 306 hadi 337. Huyu mtawala hakuwa Mkristo tangu mwanzo wa utawala wake.
Kabla ya vita ya Milvian Bridge alikubali Ukristo na mnamo mwaka 313 na alitoa amri ya Milano iliyotangaza uhuru wa kuabudu na hivyo kuondoa mateso dhidi ya Wakristo. Baadaye Konstantino Mkuu alibatizwa mwishoni mwa maisha yake na akaunga mkono kanisa kwa kujenga makanisa mengine, kusaidia liturujia na kulinda Wakristo dhidi ya mateso. Ingawa Konstantino hakufanya Ukristo kuwa dini ya taifa mara moja, alifungua mlango mkubwa uliowezesha kanisa kukua kwa uhuru na kuathiri jamii nzima ya Roma. Hatua ya mwisho tunaona kwamba ambao pia ilikuwa ni ya muhimu zaidi, ilifanyika chini ya mtawala aliyekuwa anajulikana kama Theodosius wa kwanza. Yeye alitangaza Ukristo wa Kikatoliki kuwa dini rasmi ya dola ya Roma. Alipiga marufuku ibada nyingine za kipagani. Akaamuru kuwa sherehe za kipagani zisiadhimishwe tena, na badala yake sherehe za Kikristo zikatangazwa na kuadhimishwa rasmi. Katika muktadha huu, sherehe za kipagani, yaani sherehe ya Mungu Jua, iliachwa rasmi na sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristu tarehe 25 Disemba ikathibitishwa na kuimarishwa kama sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu. Hivyo basi, wapendwa katika Bwana, si kwa bahati mbaya, bali kwa mpango wa Mungu unaofanya kazi kupitia historia, tarehe ile ile ya 25 Disemba ikageuka kutoka kuwa ishara ya upagani na kuwa ishara ya wokovu. Kwa uamuzi huu tunaona kwamba watu wengi waliacha kuabudu miungu ya kipagani. Sasa jamii ilianza kujengwa juu ya maadili ya Injili, na tunaona kwamba familia zilianza kuishi kwa misingi ya imani ya Kikristo. Sherehe ambazo hapo awali zilihusishwa na giza la kiroho sasa zikawa sherehe za nuru na uzima. Hii inaonyesha kwamba Ukristo haukuenea kwa lazima, bali kwa kuangaza. Nuru ya Kristo iliangaza pole pole hadi giza likashindwa kabisa. Katika muktadha huu wa kihistoria na kiliturujia ndipo neno Krismasi lilipoanza kutumika, hasa katika lugha ya Kiingereza baadaye. Hivyo tunaona kwamba Krismasi maana yake ni Christmas, yaani misa ya Kristo. Hii ilitufundisha kuwa kiini cha Krismasi si tarehe, wapendwa, wala si sherehe ya kijamii tu, bali ni adhimisho la Kikristo anayezaliwa na kujitoa kwetu katika Ekaristi Takatifu. Ndiyo maana kanisa linaweka mkazo mkubwa katika misa ya usiku wa Krismasi, misa ya alfajiri, misa ya mchana wa Krismasi. Zote hizi zinatuingiza katika fumbo moja la umwilisho wa Kikristo. Kwa hiyo ndugu wapendwa, kanisa halikurithi upagani, bali lilibadilisha upagani kwa mwanga wa Injili. Kupitia hekima ya kichungaji, kanisa lilitumia tarehe ile ile ya 25 Disemba kutangaza ukweli kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa dunia, jua la haki na nuru ambayo giza haliwezi kushinda. Huu ndio ushuhuda hai wa jinsi Mungu anavyoingia katika historia ya mwanadamu na kuibadilisha kutoka ndani. Hapa ndipo tunapaswa kuelewa, wapendwa, kwamba imani ya Kikristo haijengwi juu ya tarehe, bali juu ya tukio la wokovu. Wapendwa katika Bwana, napenda kuwahimiza na kuwatakia Krismasi njema, kwamba Krismasi hii isiwe tukio la kawaida kabisa, bali iwe mwanzo mpya. Kristo azaliwe ndani yako, na wewe mwenyewe ukazaliwe upya ndani yako. Nipende kuwatakia heri ya Krismasi, na Kristo aendelee kuzaliwa ndani ya mioyo yetu, katika familia zetu na katika jamii yetu. Tumsifu Yesu Kristo.